Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Chief Godlove ambaye naweza kumuita kijana influencer ambaye anafuatiliwa vizuri katika mitandao ya kijamii. Sasa ameweza kuibua mazito kwenye mitandao ya kijamii hiyo ambapo tunaona huyu Chief Godlove anayemsimamia msanii na kwa jina la Pipi Jojo. Pipi Jojo kupitia goma lake la Chakacha inaonekana kuleta mambo mengi sana. Sasa kupitia media yake, kumbuka Chief Godlove ana media yake inaenda kwa jina la Chief G Media. Kwenye hali aliandika hivi, kwenye hali isiyo ya kawaida, msanii wa Chief Godlove billionaire Pipi Jojo anaonekana anazidi kuvunja rekodi haswa za legend kwenye muziki huu wa Bongo Flava. Sasa unaambiwa kwamba nyimbo ya kwanza kabisa ya African Princess maarufu kama Nandi, nyimbo yake ya kwanza yenye video inaitwa Nagusagusa ilitoka tarehe 22 mwezi wa 7 2016, ambapo mpaka sasa ina idadi ya viewers milioni 1,674,927 ikiwa na like 10,000 peke yake. Huku nyimbo ya kwanza yenye video ya msanii Pipi Jojo Chakacha mpaka sasa ina wiki 3 toka itoke na ina viewers milioni 1,900,000 ikiwa na idadi ya likes 33,000. Hakika hii ni hatua nzuri kwa msanii kama Pipi Jojo ambaye ndio ameanza na kuonekana anafanya makubwa ambayo yaliwashinda hata dada zake waliomtangulia kwenye game. Sasa basi hapo inafananishwa ngoma ya Nandi na Chakacha ya kwake Pipi Jojo, ambapo ngoma ya Nandi Nagusagusa ilikuwa ni ngoma yake ya kwanza ambayo ilitoka mwezi wa 7 2016 na waliweza kuirelease katika mtandao wa YouTube, ilikuwa ni tarehe 22, ambapo sasa hivi na idadi ya viewers milioni 1,600,000. Sasa Chief Godlove anasema kwamba ukiangalia Pipi Jojo ni kijana mwenye kipaji kikubwa sana, na hasa ukiangalia ameweza kuweka rekodi ya pekee na kuweza kufikisha idadi ya viewers milioni 1,900,000. Sasa kumbuka hii ngoma hii ya Pipi Jojo ina wiki 3 tu tangu itoke, alafu inazidi hadi likes ile ngoma ya Nandi ambayo ngoma ya Nandi Nagusagusa ina jumla ya likes 10,000 peke yake, huku ngoma ya Pipi Jojo ina jumla ya likes 33,000. Kwa hiyo unaona ni gap kubwa sana. Alafu pia akasema kwamba maana yake ni kwamba huyu anafanya makubwa na ameweza kuwashinda hata waliomtangulia. Yaani anamaanisha kwamba hata waliomtangulia. Hapa nazungumzia Nandi, Zuchu, na hasa nazungumzia kwa upande wa wasanii wa kike, lakini hapa ameweza kumcompare msanii wake Pipi Jojo na Nandi. Sasa unaona kabisa kwamba Pipi Jojo ameanza vizuri na mashabiki wamempokea kwa mikono miwili. Maoni ya mashabiki baada ya kauli ya Chief Godlove kuhusiana na msanii wake Pipi Jojo kufanya vizuri kupitia akaunti yake ya YouTube na kuweka rekodi hiyo na kumgaragaza vibaya sana Nandi. Mmoja kaandika kitu cha kutofautisha hapo ni ukuaji wa teknolojia. Kipindi Nandi anatoka watu wengi hawakuwa na smartphone. Kipindi hiki watu wengi sana wana simu. Kwa hiyo anamaanisha kwamba wakati Nandi anatoa ngoma yake Nagusagusa, watu wengi hawakuwa na smartphone na hawakuwa wanafahamu mitandao ya kijamii. Lakini sasa hivi mitandao ya kijamii inaonekana imeweza kukua na hata wengine wana simu za mkopo. Kwa mfano mmoja akasema tena za mikopo kwa namna moja ama nyingine watu wanamiliki smartphone. Yaani sio mpaka mtu atoe 200,000, 300,000 au 180,000 kununua simu. Kuna simu za mkopo. Kwa hiyo mtu kuingia kwenye mitandao sasa hivi ya kijamii ni kitu rahisi sana tofauti na miaka ya nyuma. Mmoja kaandika kwani huyo Pipi Jojo ni nani na amefanya nini mpaka alinganishwe na Nandi? Maana nina siku sielewi, au ndo house girl wa Nandi anatafutwa kwa kosa la wizi. Hebu nielewesheni hapa mzee. Mmoja kaandika huo pumbavu mfundisha nani na vitu vya ajabu umeanza lini? Mmoja sema tunachoka 2010 huwezi kufanisha na sasa simu za mkopo kama zote. Of course kuna simu za mkopo mpaka iPhone.
au sio bana? Kwa wale ambao wanafanya biashara ya simu za mkopo, of course tunakaribisha matangazo, au sio? Hapa Mkubwa Media tunakutangazia biashara yako, au sio? Lakini hapa inamaanisha kwamba katika hii comment ya Chief Godlove kwamba 2016 ngoma ilitolewa, 2025 ngoma hii Pipi Jojo imeweza kuizidi ngoma ya Nandy, manake ameanza vizuri, manake hata Nandy mwenyewe hajawahi kufanya kitu kama hicho. Haya, mwasema ni kweli, lakini kubwa zaidi yeye kufika hapo ni mizimu ya Chief. Yeye amshukuru sana baba yake Chief, manake Chief bana na mizimu yake ambayo imeweza kumsaidia Pipi Jojo kufika. Haya, si atufahamu. Mmoja kaandika kwamba mimi nakubali sana mwamba, ila sometimes nachanganya mafaili kwa Nandy tena. Yani wapo kwa Nandy manake amejichanganya. Sasa hao si wanunua watu wa kutazama hizo likes tu. Huyu amzidi Nandy. Mwesema usianze kufundisha Nandy na kichumba chako bana. Pipi Jojo mlinganisha na Nandy, ila bongo hatari. Kama mwewe. Mmoja kaandika kwamba ushaanza dharau, tutaku unfollow, utajuta. Utajuta. Ushaanza dharau, tutaku unfollow. Umesema kwanza jina tu kuisha habari. Nandy na huyo Pipi Kojo sijui kwali. Ongea inaonekana kutania. Mwingine kaandika kwa Tanzania kuna kumfikia Nandy na hajazaliwa bado, na ili muamini hilo, kila msanii wa kike alijifananisha na Nandy mpaka leo kuisha habari yao. Nandy yuko vile vile, hebu ashinde kufanisha Nandy na vitu vya kijinga. Kimaanisha kwamba tangu wanavyoanza career ya muziki, wasanii wa kike wengi walikuwa wana ndoto ya kuwa kama Nandy, lakini ndo hivyo tena. Kwa hiyo wewe una maoni gani kuhusiana na comparison kati ya Pipi Jojo pamoja na Nandy, ambapo tunaona Nandy aliweza kutoa ngoma yake ya Nugusa Gusa, ilikuwa ni 2016 mwezi wa 7 tarehe 22, lakini pia tunaona kwa namna moja ama nyingine inaonekana kabisa kwamba Nandy kwa namna moja ama nyingine hamfikii Pipi Jojo. Yani kwa maelezo ya Chief Godlove kwamba kama Pipi Jojo amewazidi hadi wale dada zake ambao walikuwa wanamfuatilia, walikuwa wamemtangulia kwenye kipindi hiki cha au sio, miaka kadhaa iliyopita. Lakini tunaona Pipi Jojo amepokelewa na mashabiki, na tunaona hata ngoma yake imekuwa released pale Kenya, na pale Kenya waliweza kufanya press conference kwa media kadhaa, na iliweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine ngoma hiyo kwenda viral. Dondosha maoni yako, karibu sana Mkubwa Media, hakikisha una subscribe.